wote hapa tuko eneo hili la kituo cha polisi Sumbawanga, kwa maana ofisi ya OCD Sumbawanga. Lakini pembeni yangu tunaye binti huyu, jina lake anaitwa Ulia Kauzeni. Ulia Kauzeni ni mtoto ambaye alikuwa anasoma shule ya sekondari Itwelele. Amemaliza mwaka jana, mwaka wa masomo, kwa baada ya kidato cha 4, na kwa uwezo wake aliokuwa nao darasani afanya vizuri, akachaguliwa kwenda kidato cha 5 shule ya sekondari Kizwite, mchepuo wa HKL. Sasa binti anaishi Malagano. Ukiangalia umbali wa kutoka Malagano mpaka shule ya sekondari Itwelele ni umbali mrefu sana, lakini kwa kipindi cha miaka yote 4 kwenda na kurudi amejitahidi, amefanya vizuri, amepata ufaulu wa daraja la 2 pointi 21. Hapo kijijini kwao akajitokeza mjanja, kamchukua huyu binti, kamgeuza kuwa mme wa huyu binti. Sasa taarifa baada ya kuwa nimezipata, na kama mnavyoelewa, nishaelekeza watoto wote waliochaguliwa kwenda kidato cha 5 hakikisha wanaripoti shuleni, na wazazi wao hakikisha wanapeleka watoto shule. Leo nimeamua kufanya hili zoezi. Asubuhi hii ya leo nimeamka, nimefanya shughuli zangu kidogo, nikasema nitoke sasa niende. Nimemkuta binti kweli kwa mume wake, amepata ufaulu mzuri wa kwenda kidato cha 5. Binti huyu amezaliwa, kwa maelezo niliyopewa pale kijijini, amezaliwa 2008, lakini kazaliwa mwezi wa 12, maana yake atakuwa na miaka 16. Hiyo miaka 17 hajaifikisha. Sasa nimeelekeza wazazi wa binti huyu leo hii, kwa sababu nimefika pale, wameenda shamba na nimeambiwa ni mbali. Kwa hiyo nilichoelekeza wote wahakikisha wanafika leo kwangu, kwa sababu mahali wamechukua mahali ya huyu binti. Kwa mtoto huyu kwa umri wake asingejiamulia tu kwenda kukaa kwa mwanamume tena pale pale kijijini bila hata kuogopa. Na binti ananieleza kwamba huyo jamaa anayeishi naye au aliyemchukua kama mume wake, naye ni mwanafunzi ambaye inawezekana ameshindwa masomo pia ya sekondari, kwa sababu naye alikuwa anasoma huko Iringa, ngazi ya shahada ya ualimu. Sasa ujinga wa namna hii hatuko tayari kuridhia. Kwa hiyo nimeelekeza, nimemwachia viongozi wa kijiji pale kuhakikisha huyo kijana naye ninampata leo hii pamoja na wazazi wake. Lakini currently nikikubaini wewe umeoa mwanafunzi, wewe ama zako ama zangu, yani nikikubaini wewe mzazi uliochukua mahali, mzazi ulioruhusu mwanao kuoa mwanafunzi, na wewe mwenyewe uliooa mwanafunzi, wote mimi nitadili na ninyi. Kwa ufupi ni kwamba nilipangiwa mwaka wanafunzi 187 kidato cha 5. Sasa hadi napoongea saizi hapa nimeshapokea 133, na ambao hajafika ni kama 54, lakini miongoni mwa hao niliopangiwa ni kutoka mikoani, hasa kutoka Dar es Salaam pamoja na Morogoro na wengine mikoa ya jirani, lakini wengine ni wa mkoa Sumbawanga, mkoa Rukwa, hasa hapa manispaa. Nimepangiwa wanafunzi 44 ambao na wao miongoni mwao bado hajafika wote hadi sasa. Ukiangalia wa mikoani reporting yao ni nzuri sana kuliko wanaotoka hapa Sumbawanga, lakini kwa sababu reporting time bado inaendelea, bado kuwapokea. Lakini shukuru kwa vyombo vya habari kwenda kufuatilia, kwa maana kwamba hasa walioko hapa nashindwa kujua nini kinawakwamisha sifike shuleni. Asanteni sana. Najua unajiuliza maswali mengi sana, ni fundi gani ambaye anaweza karekebisha pikipiki yako, generator, pampu ya kuvuta maji? Lakini ndugu zangu wote ambao wanatumia guta, ni fundi mmoja tu ambaye anapatikana mkoani Rukwa.
wilayani Sumbawanga. Ni fundi ambaye anafahamika kwa jina la Edo fundi pikipiki, wengi wao wanamuita Bonge, kutoka mitaa ya NBC benki ng'ambo yake, anapatikana Sumbawanga. Kwa kipindi hiki kama unahitaji fundi ambaye sio tapeli, fundi ambaye atakuelekeza ukweli kuhusiana na ubovu wa chombo chako, na maanisha pikipiki, guta, lakini generator na pampu ya kuvuta maji, basi ni mmoja tu anafahamika kama Edo fundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC pale Sumbawanga mjini. Epukana na kutapeliwa, epukana na kudanganywa kuhusiana na ubovu wa chombo chako. Fika pale kwa Edo fundi pikipiki akurekebishie pikipiki yako. Na kwa msimu huu wa kiangazi, Edo fundi pikipiki ana taarifa njema kwa wananchi na wateja wake wote, ya kwamba kwa mteja yoyote ambaye atapeleka pikipiki yake ama guta ama generator na pampu ya kuvuta maji kwa ajili ya service kubwa, basi kumwaga oil itakuwa ni bure kabisa. Cha msingi na sekondari ni kuhakikisha unafika pale kwa ajili ya marekebisho ama service kubwa ya chombo chako. Edo fundi pikipiki anajali usalama wa chombo chako, kwa maana generator, pampu ya kuvuta maji, pikipiki na guta. Wamiliki wa vyombo wote vya usafiri mkoani Rukwa wameshashtuka na mafundi matapeli. Kwa sasa wanafika kwa Edo fundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC benki pale ng'ambo yake. Lakini pengine unajiuliza utampata vipi Edo fundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC pale Sumbawanga? Basi acha nikupe mawasiliano. Chukua namba hii hapa 0763100043. Anaitwa Edo fundi pikipiki kutoka mitaa ya NBC. Edo fundi pikipiki, usalama kwanza.